Global Community ni mahali ambapo tulisikia watoto wangu walikuwa nasema ni mahali sahihi. Ni mahali sahihi pa wewe kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu sio tu kwa sababu mawazo yetu ni kufanya wanafunzi, maono yetu ni kufanya wanafunzi, lakini ni mahali ambapo kwanza tunahubiri neno au tunafundisha neno. La pili, tunaimba neno. Sawa? Sawa. Cha tatu, tunaomba neno. Lakini la nne, tunaishi neno. Maono yetu ni kuhakikisha kwamba sio tu tunafundisha neno, lakini tunahitaji kuona Mungu anatusaidia. Tunaomba neno, tunaimba neno, tunaishi neno. Neno la Mungu. Kila kitu tunataka kukiangalia katika mtazamo au kipimo cha neno. Neno la Mungu ndio lenye mamlaka ya mwisho na sio mchungaji. Kama nitazungumza utumbo, njoo ni challenge. Sema pastor, hapa ulikuwa unamaanisha nini? Sija kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu mimi sio mwenye mamlaka ya mwisho, lakini neno ndilo lenye mamlaka ya mwisho. Kwa hata mimi unanipima kwenye neno. Kama sijai, sifai. Sema kama hujai, hufai. Sema hiyo. Kama sijai, sifai. Neno la Mungu ndio lenye mamlaka ya mwisho. Basi. Na huu ndio msingi tunaujenga kwenye Global Community. Hata baada ya uongozi wangu, atakaye kuja nyuma yangu tunampima kwenye neno. Neno la Mungu. Akitoka kwenye neno tutamweka kitimoto kwamba unatupeleka wapi? Neno la Mungu ndilo lenye mamlaka ya mwisho. Mchungaji sio bwana wa kanisa, sio mtawala wa kanisa. Yesu ndiyo kichwa cha kanisa. Basi alikuwa kichwa cha kanisa kipindi cha mitume, ataendelea kuwa kichwa cha kanisa sasa, na ataendelea kuwa kichwa cha kanisa la Global Community. Hatachukua hiyo nafasi, hakuna atakayechukua utukufu, hakuna. Kwa maneno mengine, najichukulia mimi mwenyewe simple, lakini simchukulii Mungu simple. Naeleweka vizuri? Siku zote nitajichukulia mwenyewe mtu rahisi, lakini hatutamchukulia Mungu wetu kuwa rahisi. Na hiyo ndiyo njia pekee ya kumbakisha yeye kumfanya kuwa Bwana. Nikijichukulia serious, nitahitaji ninyi wote hapa. Unajua serious, inabidi ukiniona unapiga magoti baba, si ndio? Ushawahi kuona wachungaji wanaojichukulia serious wenyewe? Hujawahi kuona? Kuja baba, kija nyumbani lazima ulete kitu, lazima uje ufanye nini sijui. Mimi hata sielewagi wakati mwingine wanachokifanya. Nikiingia lazima kanisa lisimame. Unajua tatizo ni nini? Sio kwamba siyajui hayo, lakini nikianza tu kujichukulia mwenyewe serious, hatutamchukulia Mungu serious. Unaelewa vizuri? Kwa njia pekee ya kumfanya yeye kubaki kuwa tumchukulie yeye Mungu serious, kumwacha kwenye nafasi yake, lazima mimi nisiwe kitu chochote. Unafahamu alichokisema Yohana Mbatizaji? Alisemaje? Haina budi nini? Nipungue alafu Yesu aongezeke. Njia pekee ya kufanya kanisa hili kuwa hai kiroho ni mimi kupungua, kutojichukulia serious. Automatically usipojichukulia serious, tutamchukulia Mungu wetu serious. Baada tu nikianza kuona mimi ni mtu muhimu, lazima mnichukulie serious, tuna stop kumfanya Mungu kuwa serious, maana anachukua nafasi yake. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Inakusaidia? Sema amen. Au nataka nianze kuwa serious? Nikiwa naweza, naweza kweli. Naweza kabisa. Sio kwamba sijui, najua.
Lakini ngojea nikwambie, hizi kama story lakini ni msingi wa muhimu sana. Hem, chukulia mimi ninakuja kumchumbia huyu mume. Wakati ule namchumbia msichana wangu hapo. Alafu si unatumaga mshenga Si unajua unatuma mshenga Alafu lile mshenga linakwenda badala ya kuniwakilisha mimi kwamba bwana nimekuja, kuna kijana mmoja tu Michael Titus anataka kukuoa. Linaenda nasema bwana yani nimekupenda sana. Lenyewe sasa nimekupenda sana. Linageuza kibao. Nafikiri mimi nikigundua nitafanya nini? Na huu fupi huu lakini naongezekaga eti. Naongezekaga, yani afadhali uguse kitu kingine. Afadhali uguse chochote. Sasa ngoja nikwambie. Kanisa ni la nani? La Yesu. Sema kanisa la Yesu. Sema kanisa la Yesu. Mimi ni nani? Mimi ni kama mshenga tu. Natumwa. Uongo kweli? Wiki hii nilikuwa namtafuta Mungu, nasema nini kwa watoto wako? Yesu akaniambia nenda kamwambie mke wangu hivi nampenda. Na muandalia makao, nitakuja kumchukua, nitaenda. Akaniambia ndio nataka kwenda kuambia hivi. Nitamwambia sio muda mrefu. Mimi ni mshenga tu. Sasa unajua nikijichukulia serious badala ya unajua inakuwaje? Yes, mchukulie serious tena. Maana nakuja nawaambia niko hapa. Umeelewa vizuri Namchukua huyu bibi harusi ambaye ni wa Kristo kwa ajili yangu sasa. Ndio maana nasema sitaki kujichukulia serious, mimi ni mshenga tu. Nafikiri unanielewa sasa. Unaelewa sasa? Hiyo itatusaidia sisi wote kumchukulia serious mwenye mke. Mwenye mke lazima tumchukulie serious. Kwa sasa kama nikiwafanya nyinyi kanisa kuwa ni mali yangu, Yesu akigundua atanifanya nini? Atanishughulikia. Na Yesu anashughulikia wachungaji sasa hivi. Sawa Amen. Kwa mko tayari kuniombea? Endelea kuniombea nisichukulie mwenyewe nini? Serious. Wote tushirikiane kumchukulia Yesu serious. Naomba mshangilie Bwana kwa ajili ya hilo. Kwa hii itawasaidia sana ukienda kwenye kanisa lingine, itakusaidia kuona kinachoendelea kwenye makanisa mengine. Utajua huyu jamaa anachukulia serious. Alafu chunguza, je, Yesu hapa anachukuliwa serious kweli? Utaniambia. Sawa Utaniambia. Bwana asifiwe sana. Sasa leo nataka kuzungumzia juu ya umuhimu wa kuvunja vizuizi au kushughulika na vizuizi. Kushughulika na vizuizi. Maombi ya hii ya wiki 3 hizi, lengo na madhumuni ni kushughulika na vizuizi, tupate upenyo mpya. Taka shughulikia vizuizi tupate upenyo mpya. Kama bibi harusi wa Kristo kuna mahali anataka tufike. Kuna mahali tuelekee. Kwa leo nitazungumzia, na hatakuwa na maandiko mengi, tutakuwa na andiko moja tu, lakini itatusaidia sana ili andiko kuona namna gani tunashughulika na vizuizi, na maombi yetu namna gani tuongeze ladha na ule uthamani utakaotusaidia kufikia malengo tulionayo. Mungu wetu apewe sifa. Nataka tusome kutoka katika kitabu cha Zakaria. Ni andiko pekee inawezekana ambalo tutasimamia, andiko kuu kabisa, Zakaria 4 mstari wa 6 hadi wa 9. Kushughulika na vizuizi au to deal with some limitation, to deal with the limitation. Kushughulika au kushughulikia hiyo, kushughulikia limitations, kushughulika na vizuizi. Naomba tusome, tuangalie maandiko, sababu nataka tuweke attention kubwa. Nimesema tunahubiri neno, tuweke kila kitu kitokane na neno na sio maneno matupu yasiyokuwa na msingi. Naomba nifuate ninavyosoma. Akajibu akaniambia, usifuate ila angalia. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo
wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nani wewe, mlima mkubwa? Sema pamoja nami, nani wewe, mlima mkubwa? Ni swali la dharau Na leo tunamwambia rafiki yako, leo tunakwenda kuidharau milima. Sema, leo tunakwenda kuidharau milima yetu. Nani wewe, mlima mkubwa? Anasema mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambalale, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigelegele vya neema ili kalie. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mikono yake Zerubabeli imeiweka misingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayoimaliza. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Tunalo neno nalosimamia katika kila wiki, lakini hili neno linasimamia maombi yetu yote katika kipindi chote cha wiki 3. Bwana anakusudia kufanya milima kuwa tambalale, mlima wako kuwa tambalale katika eneo lako la maisha binafsi, eneo lako la maisha ya familia, eneo lako la huduma. Bwana wazo lake ni kufanya milima yote iliyokuwa inaonekana ni milima katika kila eneo kuwa nchi tambalale katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa, naomba nianze kukuwekea msingi kidogo uelewe. Maandiko haya yanamzungumzia Zerubabeli. Sasa ingekuwa ni chuo cha Biblia tungesema AD, BC, tungezungumzia mambo hayo, lakini hatuwezi kwenda huko. Lakini ngoja niwarahisishie kitu hiki, kitawasaidia sana. Zerubabeli alikuwa ni, kwanza maana ya Zerubabeli manake aliyezaliwa Babeli. Zerubabel, aliyezaliwa Babeli. Unakumbuka wana wa Israeli walichukuliwa na Nebukadreza Babeli, walichukuliwa utumwani. Huyu Zerubabeli hakuwa amechukuliwa utumwani, alikuwa hajazaliwa bado, lakini wazazi wake walipokuwa kule utumwani, huyu Zerubabeli alizaliwa kule. Kumbuka walikaa miaka 70 utumwani, miaka 70 utumwani kule Babeli. Kwa hiyo sasa huyu alizaliwa kule, na Bwana akamwita kule kama mmojawapo wa watu ambao walikuwa ni kundi la kwanza kurudi wapi? Kurudi huku nyumbani kwenye nchi yao ya Israel, na wao wakawa kwanza kuanza kuiangalia nyumba ya Bwana, kuanza kushughulikia. Na Zerubabeli alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anashughulika na swala la ujenzi wa nyumba ya Bwana na kurekebisha mambo yaliyokuwa. Sasa huyu Nebukadreza alifanya kitu kibaya sana. Alipokwenda kuchukua watumwa, kuchukua Israeli utumwani, kilichotokea ni kwamba alichukua na vitu vilivyo vitakatifu katika nyumba ya Bwana. Kwa aliharibu vitu vingi sana, Kwa alipowaleta huku wakawafanya kuwa watumwa, na sasa ni wakati ambao wanarudi kupitia unabii mbalimbali wa vipindi mbalimbali. Mungu anarudisha watu kwa makundi. Na hili kundi la kwanza lilikuwa na manabii wawili. Huyu Zerubabeli alikuwa na ndugu mwingine anaitwa Joshua. Hawa walikuwa ni wajenzi. Walikuwa ni watu ambao wako kwenye action, kufanya vitu ili kurejesha vile vilivyoharibika kule Yerusalemu. Lakini kulikuwa na manabii wawili ambao wao walikuwa ni manabii. Alikuwa ni nabii huyu Zakaria, na alikuwa mwingine anaitwa nabii Hagai. Walikuwa kwenye hili timu ya kwanza walipokuwa kule wanarudi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Unaweza kuona chini walikuwepo watu wawili, huyu Zerubabeli na nani? Na Joshua. Wao walikuwa wajenzi, lakini walikuwepo wengine ambao walikuwa wanasimamia swala zima la kiroho
na kuhakikisha kwamba mpango wa Mungu unakamilika. Na hao ni manabii wawili walikuwa wanamsikia Mungu, wanatia nguvu mikono ya watendaji ili kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inakamilika. Kama tumshangilie Bwana kwa pamoja. Kwa sasa hapa hatumuoni Hagai, lakini tunamuona Zakaria. Zakaria Mungu anamtumia kusema kitu katikati ya wakati ambao ni mbaya na mgumu sana. Kumbuka hawa watu walikuwa utumwani, sasa wamerudi katika nchi yao ili waweze kutengeneza nyumba ya Bwana. Hawa watu kwa sababu walikuwa ni utumwani, walikuwa hawana kitu, walikuwa ni maskini, walikuwa hawana resources, walikuwa hawana ujuzi unaohitajika, walikuwa hawana vitu ambavyo unafikiria kwamba wangeweza kujenga nyumba ya Bwana, wangeweza kushughulika na hivi vitu. Walikuwa utumwani hawa watu. Hawa watu kwa namna fulani ulikuwa ukiangalia walikuwa dhaifu. Mtu anayotoka utumwani, umeona mtu anayetoka gerezani? Mshawahi kumwona? Mtu amekaa gerezani miaka 70. Fikiria miaka 70. Hata miaka 10 tu. Alafu sasa atolewe sasa kule. Alafu mwambie nenda kajenge. Anaweza? Anaweza? Sasa hao walikuwa ni watumwa, unajua. Mikono yao ilikuwa dhaifu. Mifuko yao ilikuwa haina kitu. Walikuwa hawana connection, hawana kabisa. Lakini mbele yao kuna kazi kubwa sana. Kazi kubwa. Biblia inaonyesha kwamba hao watu walikwenda katika udhaifu wao huo, waliweka msingi, sema kuweka msingi. Lakini baada ya kuweka msingi, unakuta ile kazi ilisimama. Kwa sababu hakuna fedha, hakuna chochote, hakuna. Hawana connection, mtu wa kumpigia simu kumwambia nimekwama mahali fulani, naomba unisaidie. Hakuna. Lakini watu wanataka kumtii Mungu, wanataka kufanya vitu kwa ajili ya Mungu. Wanakaa vikao havisaidii, wajaribu kufanya kuraise kitu au hamna kitu. Ni kipindi ambacho ilikuwa ni kipindi kigumu sana. Na uwezekano ni kwamba hata chakula chao kilikuwa ni shida. Hawana kitu. Watu wametoka utumwani, hawana kitu. Wako pale. Manabii wako wataka kumsikia Mungu. Mungu unasema nini? Tunaamini umetuleta kupitia nabii mbalimbali kwamba sasa ni wakati wetu wa kurudi nyumbani, kujenga mahali palipobomoka. Lakini mambo yako kama yalivyo sasa, inakuwaje? Mtumishi wa Mungu anamtafuta Mungu kwa bidii. Kazi imesimama. Hivi unajua ya kwamba wakati mwingine hata sisi kwenye maisha yetu kuna vitu kwenye maisha yetu ambavyo wakati mwingine unaona vimesimama. Kuna mambo hayaendi. Kuna namna fulani unaona, yani sikutegemea hii. Mbona mambo hayaendi kama nilivyokusudia? Ni kama umejaribu mbinu zote, umejaribu kila njia, lakini umefikia mahali unaona umegongwa mwamba na umekaa chini unasema liwalo na liwe. Na unajua tunapozungumza juu ya maombi ya wiki 3, ni maombi ya upenyo. Mwambie rafiki yako ni maombi ya upenyo. Kuna mahali Mungu atakufikisha mpaka mwisho wa maombi haya, utaangalia nyuma na kusema hey! Bwana amefanya. Mwisho wa maombi haya utaangalia nyuma utasema Bwana amefanya. Lakini lazima tukubali kuna vitu haviendi kwenye maisha yetu. Kuna vitu umejaribu kufanya hiki lakini unaona hakifanyiki kama ulivyokusudia. Wakati mwingine hata kuna tabia fulani umejaribu kushughulika nazo lakini bado unaona kama hupati ushindi. Umefikia mama amesema liwalo na liwe. Wengine kwenye swala zima la mahusiano. Wengine kuna mambo ya kiuchumi, amefight, ameanzisha biashara hii, mambo hayaendi, anaona amefika mahali pamekwama. Na hapo ndipo mahali ambapo ghafla Mungu anajitokeza. Hivi unajua, ngoja nikwambie. Hivi unajua kwamba Mungu anajitokeza wakati ambao umekata tamaa, umefikia zero, si ndio?
Bwana asifiwe sana. Sio kawaida yangu kuhubiri jumbe za namna hii, napenda kufundisha, lakini kuna kitu Mungu alizungumza na mimi. Sawa Kuna kitu Mungu alizungumza na mimi. Kwa hiyo nimekuja mpaka mwisho wa somo hili. Mpaka mwisho wa somo hili hautatoka kama ulivyoingia katika jina la Yesu kabisa. Kabisa, kabisa. Umetoa lile andiko kuanzia moja pale, mstari kuanzia ule wa 6. Usiondoe. Nataka tuwekee hapo. Bwana asifiwe sana. Sasa nabii ghafla anakuja. Katikati yao Bwana anasema na nabii anakuja kuzungumza kitu. Nabii anakuja kuzungumza kitu. Na anachozungumza, naomba ile andiko dada. Okay. Naomba usitoe andiko, liwepo hapo na tunataka kuzungumza tukitafakari. Wengine wenzangu kumbe wanalo. Okay. So, Biblia anasema mstari ule wa 6. Anasema ghafla Mungu anamuinua nabii, na huyu nabii anasema, akajibu akaniambia akisema, huyu ni nani? Sema Zakaria. Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Hebu weka jina lako hapo. Sema, hili ndilo neno la Bwana kwangu mimi Michael, katika jina la Yesu. Sema, hili ndio neno la Bwana kwangu. Linakuja sasa kama lema, sio logos. Wale waliosoma theolojia wanajua tofauti ya logos na lema. Manake logos ni neno lililoandikwa, neno lililonenwa, lakini lema ni neno la sasa. Bwana anasema na wewe sasa. Anasema si kwa uwezo, kwa sababu ndio kitu ambacho kilikuwa kimewaweka chini. Hawana uwezo. Hawa watu wametoka utumwani, hawana uwezo. Mungu anasema hivi, si kwa uwezo. Na Mungu anasema kwako wewe leo, si kwa uwezo. Ule upenyo unaotaka Bwana aulete kwako, haitakuwa kwa uwezo. Hivi unajua kuna watu wanaweza kufanya vitu kwa sababu ya uwezo. Baba yake yuko kwenye nafasi fulani, sijui ana hiki au hivi. No. Hapa Mungu anasema si kwa uwezo. Ameweka labda kuna fedha ameweka kwenye benki kiasi fulani, kwa anataka kufanya mradi fulani au anataka kufanya. Mungu anasema si kwa uwezo. Kina anashughulika na tabia yake, anaona mbona sina uwezo wa kuacha hii kitu. Leo hii Mungu anasema si kwa uwezo. Si kwa uwezo. Anasema si kwa uwezo wala si kwa nguvu. Si kwa uwezo wala si kwa nguvu. Sababu yoyote inayomfanya mtu aone naweza kwa sababu nina nguvu. Mungu anasema si kwa nguvu. Kwa wewe ambaye umeshindwa kufikia malengo kwa sababu una hiyo nguvu, Mungu anasema leo si kwa nguvu. Anasema bali ni kwa roho yangu. Bali ni kwa roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Unajua nini, nitafakari jambo hili nikaona kumbe wakati mwingine kuna vitu vile Mungu anataka vitokee, ni sisi tupatikane kwa Bwana, haitokani na sisi. Kuna vitu Mungu anataka kufanya kwenye maisha yetu. Mungu hana mpango ya kwamba eti kwa sababu yetu, kwa sababu ya hiki, kwa sababu ya kile. Sisi tukipatikana kwa Mungu, Mungu analeta upenyo, analeta favor ile anayotaka kuileta kwa ajili ya kutupatia anachotaka kutupatia. Basi. Na ndio maana hizi wiki 3 ni za muhimu sana. Hizi wiki 3 ni za muhimu sana. Hizi siku 3 ni za muhimu sana. Sasa kuna mambo machache ambayo nataka niyaseme hapa, alafu nitakuwa nimemaliza. Namba 1, kazi ya Mungu au maisha yetu au upenyo. Andika tu, upenyo unapatikana kwa roho wake.
Upenyo unapatikana kwa Roho wake. Yeye anasema si kwa nguvu, si kwa uwezo wala nguvu, bali ni kwa Roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Nguvu za kibinadamu zina mwisho. Elimu ina mwisho. Pesa ina mwisho. Kujulikana kuna mwisho. Mtu anayeweza kufanya kazi labda kwa bidii kuna mwisho. Lakini kuna aina fulani ya vita ambavyo ni Roho wa Mungu peke yake anaweza kuleta ushindi kwa hivyo vita. Kuna vitu tunaweza vikawa ndani ya uwezo wetu. Kuna mambo ambayo tunaweza tukatumia nguvu zetu. Kuna mambo ambayo tunaweza tukatumia uwezo wetu. Tunaweza tukafanya tunavyoweza kufanya sisi, lakini tuna mwisho. Kuna viwango na hatua ambayo tunahitaji kujua ulimwengu huo sasa, ambao sisi nguvu zetu zimefika mwisho, uwezo wetu umefika mwisho. Sasa hapa hatuhitaji tena kukata tamaa, lakini tunahitaji kuinua macho yetu juu na kumtazama Kristo. Tunahitaji kuinua macho yetu na kutazama Kristo. Ndipo mahali ambapo mtumishi wa Mungu anasema, sitaangalia fedha, sitaangalia dhahabu, sitaangalia farasi, lakini tainua macho yangu juu, juu ya milima, tamtazama Yesu. Haimaanishi kwamba pesa zetu hazina maana, zile ulizonazo. Haimaanishi kwamba nguvu zako hazina maana, uwezo wako ulionao huna maana, maana Mungu amekupa. Lakini kuna wakati ambao hivyo vitu vinafikia mahali vina expire, aidha vinakuwa havipo au haviwezi tena kukupatia unachokitaka. Unahitaji supernatural, unahitaji nguvu. Si supernatural wanasema power kwa Kiswahili, nguvu ya kiungu. Nguvu ya kiungu, unahitaji uwezo wa kiungu kukufanya ufike hapo. Na hapa ndipo Mungu anamtumia Zerubabeli, anasema this is a time, huu ndio wakati. Yale mambo ambayo wewe mwenyewe umestago nayo yamekushinda, ndio wakati wa kuangalia Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Anasema ni wakati wa kusahau habari ya nguvu yako, uweza wako. Ni wakati wa kuinua macho yako kumwambia, niko hapa, niko hapa, nataka divine power, supernatural power, nataka nguvu ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi haya yanatuchukua kwenye hiyo realm of the spirit, yanatupeleka mahali ambapo ni kwenye ulimwengu wa roho, ambako tutashirikiana na Roho kutubeba mahali ambapo yeye anataka tufike. Maombi haya, wewe ambaye hujaanza kufunga wala usijisikie hatia, unaweza kuanza leo. Unaweza kuanza leo. Sasa kuna kitu Mungu anakwenda kufanya. Na unajua kufunga na kuomba inakuonyesha nini? Kufunga na kuomba maana yake ni rahisi sana. Okay. Maana yake inaonyesha Mungu namba moja kuliko chips mayai. Mungu namba moja kuliko ubwabwa maharage. Mungu ni namba moja kuliko kila kitu. Lakini kwa kipindi hiki ambao tumetangaza maombi, wewe ukila, unajua maana yake, unajua maana yake? Kila unachokula kama ni ugali na samaki na kachumbari, maana yake hivyo ndo namba moja na sio Mungu kwako. Umeninunia. Ndio ukweli. Kama umetengeneza chapati zako nzuri namna hii na maharage, maana yake hayo kwako ndo namba moja, sio Mungu. Ndio maana yake. Yaani wiki hizi 3 ukiona unapiga hiyo, wala usijisikie hatia, ila ujua tu namba moja kwako ni nini. Na watania chukulia kama utani tu. Chukulia poa, usikulie uzito. Unajua vitu vingine anaweza kuzungumza tu hapa, wala simaanishi. Simaanishi. Lakini ukija kuniuhalisia ndio huo. Sasa ndio
ukiweka pembeni, asante mama. Ukiweka pembeni swala la ukiweka pembeni ubwabwa mzuri, chips mayai, kaweka pembeni pizza. Sisi na mama tuko mazingira fulani kule, wakati mwingine unakutana na pizza, mabaga mazuri, sandwich safi. Ukiweza kuweka pembeni, wewe ni mwanaume wa Yesu. Maana Yesu namba 1, hivyo namba 2. Kuna wakati utavila tu. Mungu hakutuumba ili mwaka mzima tushibishe matumbo. Ni ugonjwa pia. Watu wakufa mapema. Kwa Mungu hakutuumbia hiyo kwamba tushibe tu, yani kila wakati. Fikiria kwa mfano tunaombea taifa. Alafu unakuja tumbo limejaa maharage. Hayo maombi hayo. Hayo maombi sio serious. Sio serious. Labda niseme kidogo, nitarudi. Labda niseme kidogo. Ndugu zangu, tunapofunga na kuomba, wengine najua wana vidonda vya tumbo na nini. Daktari anaweza akakwambia ule labda tu vitu fulani. Labda mboga za majani usile, nyama usile, kwa sababu ya hali ya afya yako na nini. Daktari anaweza kushauri. Na wengine unakuta akikaa tu njaa, unakuta anasikia maumivu makali sana kwenye tumbo. Sizungumzi watu wa namna hiyo. Unaweza kula kitu kidogo, sio sheria. Unaweza kuwa tunashauri. Unaweza kula. Mungu anaangalia dhamira yako, unahitaji kumtafuta Mungu, lakini mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo daktari anaweza kushauri tumbo lako lisikae wazi kabisa. Unaweza kuamua kula matunda kidogo nani. Wengine lakini mara ya kwanza hatuwezi kusema akae asubuhi mpaka jioni. Unaweza ukaanza kuacha mlo mmoja, ukaamua labda kunywa chai asubuhi, ukaamua. Kwa wale ambao hawajawahi kabisa, umeelewa? Mara ya kwanza, mara ya pili, siku ya 3 ya 4 ukakuta unaweza kuacha milo miwili, unaweza. Kwa sababu hatuwezi kusema. Kwa mfano wakati naanza huduma nilipokuwa naanza mwanzoni kabisa, Mungu mimi aliniongoza binafsi. Nilikuwa naenda mpaka siku 7 kavu. Na kunywa maji siku ya kwanza, ya pili, ya 3, lakini maji baadaye yanakuwa machungu. Kwa hiyo unakwenda siku 7 uhuli kitu chochote. Mpaka ngozi unafanya namna hii inalia, unasikia inalia kabisa, hamna maji. Sasa lakini wakati ambao Mungu alikuwa anazaa hiyo huduma, na Mungu alikuwa anataka ni mzae mtu. Na unajua nilikuwa na mama kwenye maombi siku 7. Siku 7 hamna kitu. Nakumbuka mama kipindi chetu hicho. Kwa sasa, lakini kipindi ambacho Mungu alikuwa anazaa mtoto ambao ndio ninyi leo. Mungu alikuwa anazaa huduma ndani yangu kipindi hicho. Sasa kipindi hicho naingia maombi ya siku 7 kavu, alafu nimchukue na mtoto mchanga nimwambie tuingie maombi ya siku 7 kavu. Inakuja kweli? Inakuwa hamna hekima. Kwa hiyo unakuta lazima tuchukuliane na wengine. Lakini haya maombi tumesema jioni unakula chakula. Lakini sasa uwe makini, jioni ni rahisi kula kila kitu. Ukila kila kitu kesho unaanza na moja, yani upigi hatua. Kula kidogo, ukiamka kesho unashangaa, unakuwa na nguvu zaidi. Ukila sana, tumbo unaendelea kulitanua, kesho unaanza na moja tena kama jana hujafunga. Kwa usiku kula kidogo, usile sana, ili kesho maombi yako yaende smooth. Umeelewa vizuri? Yaende smooth. Itakuwa nzuri. Ushauri unakusaidia. Maana ukifungua pale, sio kwamba unatakiwa kula ile ambayo hujala asubuhi, chai uliweka asubuhi, kile chakula utokiacha mchana, vyote unasema ni asubuhi mlikula nini? Tulikula chapati za mayai na nani? Niwekeni hapa. Haya. Mchana mlikula nini? Ugali na samaki, niwekeni hapa. Saa hizi ubwabwa maharage, niwekeni. Unatulia sasa. Unakuwa hujafunga. Kwa hiyo ni vizuri achana na ugali wa maharage, sio nini vitu gani, achana navyo. Na shauri tumetoka kidogo samani, lakini itakusaidia. Sawa ile inakuwa sio funga, ila tu umebadilisha wakati wa mlo. Inakuwa sio funga. Kwa hiyo ni vizuri uwe makini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini ushauri wa mwisho ni kwamba kama unaenda labda siku 2, siku 3, wengine siku 1, inategemea na hali ya hewa sio mbaya sana. Lakini mara nyingi wengine wanasema wewe sasa umeshaanza kuleta mambo ya kizungu. Sio mambo ya kizungu, haya ni mambo ya kitaalamu. Na wengine madaktari wako pale wanaweza kutuambia. Kama kuna kesi maalum unaishughulikia, hiyo ni kitu kingine.
lakini mara nyingi tunawashauri watu pata maji kidogo, pata maji. Maji kwenye mwili wako kuwa hydrated ni mbaya. Kwa wakati mwingine unasema pata maji sio mbaya. Sasa hii ni kama kizungu vile, lakini naomba mnisamee wachungaji wangu. Ukiweza kuja kuweka, mimi bado nabakia kama mzazi, ni vizuri niweke vizuri. Hakuna kitu cha muhimu kwenye maji. Biblia inasema hivi, Yesu alifunga siku ngapi? Siku ngapi? 40, usiku na mchana. Mwisho akaona nini? Akasikia njaa, akasikia kiu. Akasikia njaa. Ina maana gani? Umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo Biblia haisemi kwamba alisikia njaa na kiu. Anasema mwisho akasikia njaa. Walimu wa Biblia wengi wanasema kuna uwezekano. Umeelewa eh? Kuna uwezekano alikuwa anakunywa maji. Amen. Amen. Kwa hiyo kunywa maji itakusaidia sana. Hatuna uhakika sana 100%, lakini wanasema kuna uwezekano alikuwa anakunywa maji. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaendelea kukitafiti na kukiangalia. Lakini hata hivyo Yesu nafikiri mmenielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka kidogo. Sasa nataka twende namba 2. Namba 2. Kwa hiyo ile namba 1 nilisema acha kutumainia uwezo wako. Amen. Mruhusu Roho Mtakatifu katika hali yako ili aweze kukusaidia. Muamini Mungu kwa nguvu ya kiungu kukusaidia kukamilisha kile unachotaka kukamilisha. Kama ni swala la tabia, swala la uchumi, swala la mahusiano, katika maombi yoyote ulionayo katika kipindi cha wiki 3, hakikisha unamleta Mungu, unamleta Roho Mtakatifu kwenye hali yako. Mmenielewa vizuri? Mmenielewa? Muamini Mungu juu ya nguvu yake ya kiungu ya kukusaidia. Maana uwezo wako, nguvu yako haitoshi. Fedha yako haitoshi. Elimu yako haitoshi. Ujanja ulionao, connection, akiba, havitoshi kwa kule Mungu anataka kukupeleka. Ni wakati wa kuondokana na kuviamini hivyo na kuanza kwenda kwenye kiwango kingine cha kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. La pili, kila mlima lazima uwe tambalale. Kila mlima. Naomba mniwekeni jamani. Naona mnalala kweli, sijajua kuna shida gani. Kila mlima lazima uwe tambalale. Mstari wa 7, nataka kuangalia mstari wa 7. Kila mlima lazima uwe tambalale. Nani wewe, mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli, sema mbele yangu utakuwa nchi tambalale. Anasema utakuwa nchi tambalale. Sasa ukiangalia vizuri, mlima unawakilisha hali yako, vikwazo vyako, maeneo fulani ambayo yamekuwa ni vikwazo, ni vizuizi. Ni kama kuna mazingira, inawezekana labda swala la uchumi kama nilivyosema, tabia fulani umezishughulikia, kuna mazingira fulani kwenye maisha yako. Wakati mwingine mlima unaweza kuwa hali yako ya kifedha, uchumi mgumu. Wakati mwingine unaona kuna matatizo ya kifamilia, labda huduma yako challenge, zile changamoto za kihuduma, upinzani kutoka kwa watu dhidi yako. Kuna vitu tu wewe unavijua binafsi. Ukitulia kwenye kwa time yako unaweza kuona kwako mlima ni vitu gani. Imekuwa ni mlima. Mungu hajawahi kudharau milima yetu. Mungu hajawahi kudharau milima yetu. Hajawahi kudharau shida yako. Hajawahi kudharau unachopitia. Hajawahi kudharau kwamba huyu naye dhaifu. Anaelewa mlima ulionao. Anaelewa vizuri. Anaelewa mlima. Anaelewa. Lakini anachokifanya, haachi mlima mbele yetu. Lazima aung'oe huo mlima, auondoe huo mlima kwa jina la Yesu. Yeye ana uwezo na lazima afanye hivyo. Anafanya hivyo. Kwa hiyo haidharau milima yetu. Kwa tunapomleta kwenye hali zetu, yeye anashughulikia hali zetu. Anasema, nani wewe mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambalale. Utakuwa nchi tambalale.
Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiria kuna mlima gani mbele yako? Kuna mlima upi? Kuna mlima upi? Na huo mlima unaweza ukauliza, ukamwambia, nani wewe, mlima mkubwa? Wewe ni kitu gani? Kwa maneno mengine, wewe ni kitu gani? Wewe ni kitu gani? Ugonjwa? Kwa kimwomba Mungu kwa muda mrefu, ugonjwa wangu. Leo nataka baada ya ibada hii tuambie, ni nani wewe? Ni nani wewe, mlima mkubwa? Afya yako, sometimes unakuwa dhaifu tu kwenye afya. Hivi kuna wengine, unajua, niliandika kwenye status juzi nikasema, hivi unafikiria ingetokea nini kama tungeweka mbali zile hofu zetu na kuyaendea yale Mungu anayosema na sisi kwa ujasiri? Nini kingetokea? Wengine milima kwao ni hofu tu. Yaani hofu, anatakiwa kupiga hatua namna hii, hofu. Juzi na mke wangu, naomba niruhusu tu niseme hii, mke wangu. Juzi na mke wangu tulikuwa kwenye kikao fulani. Sasa kule Masaki tulikuwa tumekutana na watu fulani ambao wao ni viongozi wa makampuni makubwa. Sasa wakawa na challenge, wanatueleza, wakasema tungetamani tuhakikishe kwamba Mungu anawasaidia. Niruhusu niseme. Wao walikuwa na challenge kuchukua haya malori ya transit, wanayo malori mengi mapya ya semi trailers. Kwa wanasema yeye anaenda Kongo, anasema tunaweza tukawapatia malori 5, alafu mkalipa taratibu. Kwa hiyo na fursa ipo tayari, na hao watu wametuamini mimi na mke wangu, watupatie tuanze hii biashara. Ni kwa ajili ya huduma, sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya huduma. Malori makubwa, wanasema mnayo sifa zote za kupewa, tunawaamini, tunawakabidhi malori 5, na kuna fursa tayari zipo. Kuna tunaunganisha na watu ambao wanayakodi haya magari, wanatafuta kila siku, wanatafuta mpaka 150 kwa siku. Kwa hiyo ninyi mtaingia kwenye na mtakuwa mnakodisha haya magari. Kwa sasa kiwango akaniambia, baba tuchukue 1 mawili. Mimi nikamwambia 1, sema yeye akasema angalau 2. Sasa hakuna 1 wala 2, sisi tutawasaidia. Hawa watu ni wameokoka, wanampenda Mungu. Sasa sisi tutawasaidia kuwapa hizo fursa za hayo magari kutumika kila siku. Kwa sasa tuko hapa hivi turudi, tumeshakata kupanga na kuzungumza. Hatujakata na mke wangu kuzungumzia swala hili. Yaani tumekaa tu yaani kama vile tunamsubiri Bwana. Nafikiri leo tunaweza kusema, nani wewe, mlima mkubwa, si ndio? Hofu zetu inaweza kuwa mlima. Sababu wazazi wenu wakifanikiwa, maana yake tunaweza tukafanya mambo makubwa zaidi, si ndio? Maono yetu ni makubwa, tunahitaji fedha. Kwa mimi na mke wangu leo, mlima wetu utakuwa ni hofu. Tunaikataa na tunataka kuyapokea malori yote 5 katika jina la Yesu. Na inawezekana. Kwa hiyo unaweza kuona, unaangalia tu mlima wako ni kitu gani. Wengine hapa mlima wao uzao, kwa kutamani kupata uzao kwenye maisha yao, lakini kila unapopiga hatua wana kama kuna adui ameweka kitu kizuizi mbele. Leo tunaenda kumwambia, wewe nani? Mlima mkubwa utakuwa tambalale, nchi tambalale completely. Na iwezekani. Nani sehemu ya 3, mambo kama 5 tutayamalizia. Na 3, naomba tusome lile andiko alofuata. Nasema, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigelegele vya neema. Woo! Sasa ngoja nikwambie, katika kipindi hiki ilikuwa culture, kulikuwa na utamaduni kwamba inapokuwepo project kubwa ya kujenga kitu kikubwa, kitu kinatokea ni hiki. Ile project ili ionekane sasa imekamilika, architect yule engineer akija akiangalia kila kitu, amepima kila kitu na kila kitu kimeshakamilika, anachokifanya anaandaa kikombe cha jiwe, kinakuwa kimetengenezwa kwa nakshi fulani, kinakwenda kinawekwa mahali pa juu, mahali fulani kwenye hiyo project. Kila mtu akija kikiona kile kikombe ana cha nini, cha jiwe, wanasema capstone. Akiona ile capstone ile, akiona
anajua hii kazi imekamilika, hii project imekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi umepatikana, upenyo umepatikana. Kwa hiyo sasa Kiswahili kinatumia neno jiwe, Kiingereza inaitwa capstone. Wanazungumzia juu ya kikombe cha jiwe. Sasa tutumie hii Kiswahili. Naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu. Maana yake mmeelewa sasa, si ndio? Maana yake ukamilifu, ushindi kamili, ni dalili ya ushindi kamili. Alafu itawekwa juu kabisa pamoja na vigeregere. Maana yake tayari ni sherehe, ushindi. Lakini ushindi huu hautakuwa ni kusifu nini? Sijui nguvu au uweza, lakini tutasifu nini? Neema ya Mungu. Sema neema ya Mungu. Sema favor of God. Sema favor of God. Unajua pale Biblia inasema si kwa uweza wala si kwa nini? Si kwa nguvu. Unajua kama ingekuwa ni kwa uwezo wetu na kwa nguvu yetu, hatuwezi kusema neema, 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 neema. Hatuwezi kushangilia namna hiyo. Lakini sasa nguvu zetu hazikusaidia chochote. Akili zetu hazikusaidia chochote. Uweza wetu hakusaidia chochote. Tukaingia kwenye realm of the spirit, tukaingia kwenye ulimwengu wa roho, na pale tukaona, tukamsikia Mungu kwamba si kwa nguvu bali kwa roho wangu. Tukasema tuko tayari. Roho Mtakatifu alipotupompa nafasi, yeye akatupa ushindi. Na sasa ni wakati wa kutangaza ushindi kwa vigelegele. Lakini ushindi huu hautakuwa kusifu nguvu zetu wala kusifu uweza wetu, lakini kusifu neema. Sema neema ya Bwana. Unajua mwisho haya yote ni kushangilia neema. Kwa nini Mungu anataka kufanya haya yote kwetu? Ni kwa sababu anataka tujue nguvu ya neema. Ndugu zangu, ni wakati wa kutegemea neema ya Mungu. Roho wa Mungu, neema ya Mungu. Tunapojinyenyekeza namna hii na kusema chakula pembeni, maana tunajinyenyekeza mbele za Mungu kusema wenyewe hatuwezi, nguvu zetu hatuwezi, sio uweza wetu, tumeweka pembeni, lakini tunahitaji neema yako. Neema itupe ushindi. Ndio maana ya kufunga na kuomba, kuitegemea neema, kuitegemea neema, 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 neema. Ndugu zangu, hatuwezi kule tunakotaka kwenda, hata maono tulionayo sisi wenyewe hatuwezi. Kati niko kwenye maombi, wakati mwingine naona upinzani mkubwa sana, mkubwa mno, lakini naona upenyo ni mkubwa zaidi ya upinzani. Kwa nini? Kwa sababu ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Tuseme neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Katika kipindi cha wiki hizi 3 tunataka kuitegemea neema ya Mungu. Tunataka kuona neema ya Mungu ikitenda kazi, neema ya Mungu ikitubeba.